Leo tunaangazia ujumbe alioandika Kigogo kwenye ukurasa wake wa mitandao, ambapo ni uchambuzi wa mkali kuhusu kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Antipas Lissu, hasa kuhusu jinsi jamhuri, yani upande wa mashtaka, ilivyofunga ushahidi wake na jaribio la kuibua hoja ya prima facie kesi. Jamhuri imejichanganya kwa kumshtaki Lissu kwa uhaini, huku ikitumia maneno ya Lissu kuwa tutafanya uasi kama ushahidi wa kesi hii ya uhaini. Uasi na uhaini ni vitu viwili tofauti katika jicho la sheria. Uasi, yani revolt, ni kuipinga serikali. Uhaini, yani treason, ni kuisaliti nchi. Note: nchi si serikali na serikali si nchi. Leo imekuwa dhahiri kabisa kuwa jamhuri ilikuwa ikiendesha kesi hii kwa danadana za kuiba muda, jambo lililozidi kumtesa Lissu mahabusu. Jamhuri ilikuwa ikifanya hivi kwa kupeleka mahakamani shahidi mmoja mmoja kila kesi ilipoitwa, na saa nyingine Lissu walikuwa wanamaliza cross examination na mashahidi yao kwenye mida ya saa 6 mchana, muda wa kazi kabisa huo, muda wa kazi wa mahakama ukiwa bado ukitosha kwa shahidi mwingine kupandishwa kutoa ushahidi ili kuokoa muda na mateso ya Lissu. Lissu akalikemea hili vikali mbele ya majaji na kuambia waziwazi kuwa jamhuri inaidharau mahakama kwa kuwa inajua haina cha kuwafanya. Ijumaa, jamhuri ilitoa sababu ya kutomfikisha shahidi wao mahakamani kuwa alipatwa na dharura ya kiafya, lakini hao Poncio Pilatos wakaishia tu kubunga kama wanasoma taraka. Anyway, jamhuri ikaiomba mahakama kuwa siku ya Jumatatu itamfikisha shahidi huyo pamoja na washahidi wengine wote waliobaki. Lakini kwa mshangao na shambulio la ghafla, jamhuri tena ikatangaza kuwa haina shahidi mwingine yoyote wa ziada, bali ilichokifanya Ijumaa ilikuwa ni danganya toto tu, kula kunde mbichi. Badala yake, jamhuri ikaeleza kuwa imefunga ushahidi wake, lakini kwa guilty conscience ya njia ya Golgotha waliompitisha Lissu. Kimaajabu kabisa katika historia ya criminal proceedings, jamhuri ikataka kuwahi stand bila nauli. Eti kwa ushahidi wake iliyowasilisha mahakamani ni kama inajiona isijielekezee shingo yake kwenye ara ya motion ya prima facie kesi. Technically ni kama state attorney alitaka kukwapua majukumu ya DPP ya nolle prosequi, yani kesi iishie hewani bila Lissu kujitetea, then kungepatikana na political leverage ya jinsi Gavo ilivyosikivu na huruma kwa Toto Tundu, na pia inakuwa imereconcile na ultimatum ya international community. Toto Tundu aka Tundu Lissu ni kama akalishtukia jambo hilo, ambao ni bao la mkono alilotaka kufungwa. Lissu akaja juu kuwa wa kuongelea hoja ya prima facie kesi ni yeye na hataki mpira wa kwapani. Akasema kuwa haiwezekani umshtaki umpelekee mashahidi kisha wewe mwenyewe ndio uwe una hoja ya kuona mshtakiwa ana kesi ya kujibu au kutojibu. Lissu akaurudisha mpira uringoni kwa kifungu cha sheria namba 312(1). Akasema yeye ndiye master of ceremony wa kuwaambia majaji kuwa kwa utoporo uliojazwa mahakamani hana kesi ya kujibu. Yani ni kama Lissu analazimishwa iwe on record kuwa hana kesi ya kujibu, sio kwa hisani bali ni on merit, ili itokee kwenye milango ya ukonga na sio Tundu. Sasa mpira Lissu kashaurudisha dimbani. Naamini mpaka tarehe 21 kutakuwa na simu chache kati ya pale jirani na Kipunguni A, pale jirani na ofisi ya taifa ya takwimu, na pale panaponuka shombo la samaki vibua wakijaribu kutumia residual au filtrate. Best in their position kuona wananufaikaje pale Maniu Mwakuku mbele ya huu pepo mkali. Hii ni lugha ya kifasihi iliyotumika kuandika ujumbe huu na kuufikisha kuwa Lissu akutaka kuonekana anaachiwa kwa huruma ya serikali au kwa huruma ya rais au kwa huruma ya mahakama, bali alitaka aonekane ameshinda kwa kishindo. Ndio maana akasema yeye ndio ataanza kwanza na kusema kuwa hakuna no case to answer. Kwa hiyo yeye akarudisha kesi mahakamani upya, ndio maana yanatokea hayo. Maandishi haya yanatoa uchambuzi mkali wa taratibu za kesi ya uhaini, yanasisitiza tofauti ya kisheria kati ya uasi, yani kupinga serikali, na uhaini, yani kuisaliti nchi, na kudai kuwa jamhuri imekuwa ikitumia mbinu za kuchelewesha. Kifungu cha 312(1) cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai CPA kinahusu hatua baada ya upande wa mashtaka kufunga ushahidi wake. Mshtakiwa au wakili wake ana haki ya kuibua hoja kwamba
Hakuna prima facie kesi, yaani ushahidi hautoshi kumfanya mshtakiwa ajibu shitaka. Ni hatua muhimu sana ya kisheria. Madai ya kupeleka shahidi mmoja mmoja, kutoa sababu ya afya kisha kufunga ushahidi ghafla yanaonyesha mwenendo uliokosolewa na upande wa utetezi kama kuiba muda. Lissu alisisitiza kuwa yeye ndiye anayestahili kuibua hoja ya prima facie, si upande wa mashtaka. Kesi hii imechukua muda mrefu na Lissu amekuwa rumande kwa zaidi ya mwaka mmoja. Madai ya nolle prosequi yaliyofichwa au jaribio la kuepuka Lissu kujitetea yanatafsiriwa na maandishi kama mkakati wa kisiasa. Maandishi haya yanaonyesha kutoaminiana kubwa kati ya upande wa utetezi na mashtaka. Tofauti kati ya uasi na uhaini ni muhimu kisheria, ni msingi wa kesi yenyewe. Uasi versus uhaini, hii ni hoja ya msingi. Ikiwa maneno yaliyotumika ni uasi, swali la kisheria ni iwapo yanatosha kuthibitisha uhaini. Mahakama ndiyo itakayoamua. Kulikuwa kuna mbinu za kuchelewesha. Ikiwa ni kweli jamhuri ilikuwa ikileta shahidi mmoja mmoja hata pale muda uliporuhusu zaidi, hii inaweza kuonekana kama inakiuka kanuni za ufanisi wa mahakama na haki ya mshtakiwa kusikilizwa haraka. Tukizungumzia kifungu cha 312(1) prima facie, Lissu alisisitiza haki yake ya kisheria. Ni kawaida mshtakiwa, si mashtaka, kuibua hoja hiyo baada ya ushahidi wa jamhuri kufungwa. Jaribio la upande wa mashtaka kuichukua linaweza kuonekana kama nje ya utaratibu. Rumande ya muda mrefu inaasili mshtakiwa, na madai ya mateso na Golgotha yanaonyesha hisia za upande mmoja, lakini yanahitaji kutathminiwa kwa ushahidi. Kesi hii imekuwa na sura nyingi kisheria, kisiasa na kimataifa. Uamuzi wa mahakama juu ya prima facie utakuwa hatua muhimu. Kwa ujumla, swala kuu ni iwapo ushahidi wa jamhuri unatosha kumfanya Lissu ajibu shitaka. Hilo sasa liko mikononi mwa jaji. Hii itakuwa uchambuzi wa kina wa maandishi haya kuhusu kufunga ushahidi na hoja ya prima facie katika kesi ya Tundu Lissu. Mpira sasa uko dimbani. Je, una maoni gani kuhusiana na haya? Nini maoni yako kuhusiana na ujumbe huu wa Bwana Kigogo kuhusiana na kesi ilivyomalizika ya Tundu Lissu? Kumbuka tarehe 21 mwezi huu Agosti mwaka 2026. Majibu mahakamani yanatarajiwa kutolewa siku hiyo. Kwa hiyo mahakama na majaji wataamua nini kifanyike, au kama kesi inaisha Tundu Lissu anakuwa a free man au wanarudi rumande kuendelea kusota na kesi inaendelea. Yani it's either there is a case to answer or no case to answer. Hivyo itaamuliwa siku ya tarehe 21 Agosti. Endelea kuwa nami, like, subscribe na komenti. Acha komenti yako kuhusiana na ujumbe huu wa Bwana Kigogo. Wewe una maoni gani kuhusiana na sakata hili na kesi hii ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema?